Mungu wetu habadiliki, habadiliki, habadiliki. Mungu wetu habadiliki, habadiliki milele. Mwenyezi Mungu ishie juu mbinguni, twaja mbele zako wakati huu ikiwa ni tarehe 1 Januari mwaka 2026. Tunakurudishia ni asante kwa sababu umeweza kutulinda mwaka uliopita uliokuwa na changamoto nyingi. Sisi si wazuri kuliko wale ambao wameweza kutangulia mbele za haki, ila ni kwa mapenzi yako tupo hai. Baba ishie juu mbinguni, angalia tunapoenda kuanza huu mwaka sasa. Ninamwombea mtazamaji wangu ambaye ananiangalia na ananitazama, ukamjalie afya njema, ukayatimize yale ambayo ameweza kuyapanga mwaka huu. Taifa letu, mataifa ya Afrika Mashariki ikiwa Kenya, Tanzania, Uganda na mataifa mengine, nimeweza kuyaweka mbele zako nikiwa na imani kwamba utatulinda mwaka huu. Baba, tunaomba uweze kutuondolea mipango ya mwovu shetani. Tunapoanza mwaka huu kwa kuweza kuzungumza na mashabiki zangu, naomba Baba uweze kuwatangulia, uwajaze na Roho Mtakatifu. Nimeomba machache katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amina. Wapenzi watazamaji, Happy New Year. Ni vizuri tumeuanza mwaka na maombi na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu unajua sisi si wazuri kuliko wale ambao wameweza kutangulia mbele za haki. Ni heri tuweza kuambiana ukweli. Asante sana kwa kuendelea kunisapoti na waombea mwaka huu Mwenyezi Mungu aweze kututangulia, tuondolee mipango ya mwovu shetani. Asante sana kwa kila ambacho unakifanya. Ni vizuri tuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na pole sana nimeweza kuchukua dakika zenu chache kwa kuweza kuwaambia hili inizo. Karibu sana, tusonge mbele. Wapenzi watazamaji, kipindi ambapo tumeweza kuvuka mwaka, tumeingia mwaka 2026. Samia, rais wa Tanzania, ameweza kukosolewa kwa mauaji ambayo aliweza kufanya Tanzania mwaka uliopita na kwa utekaji ambao anaendeleza Tanzania hadi sasa. Na yule ambaye ameweza kukosoa hayo, mwenye ameweza kukosoa utawala wake wa kimabavu ni Askofu Gwajima, ambaye ameibuka kutoka mafichoni tangia kanisa lake la Ufufuo lilipozimwa na serikali hii batili. Askofu Gwajima anasema kwamba yeye haogopi chochote na amesisitiza kwamba utekaji Tanzania lazima ukome. Tunajua mwaka uliopita Samia aliteka viongozi wengi, akina Humphrey Polepole, wengi sana walipotea. Lakini licha ya kwamba serikali hii imekuwa ikimtafuta Askofu Gwajima, yeye aliibuka na kusema kwamba msimamo wake ni ule ule na aweze akabadilisha, wa kukemea kitu ambacho kinaitwa utekaji ndani ya Tanzania. Na mimi ninawaomba wapenzi watazamaji, tusimame imara mwaka huu mpya, tukomeshe kitu ambacho kinaitwa utekaji na manyanyaso. Sasa kiongozi huyo wa makanisa ya Ufufuo Tanzania na Uzima, Askofu Josephat Gwajima ameibuka ama aliweza kuibuka kanisani kwake katika mkesha wa mwaka mpya na kuwaelekeza wafuasi wake kuwa angali anapinga vitendo vya utekaji nchini Tanzania. Huyu ni kiongozi mzuri
kuongoza yale makanisa yote zaidi ya 1000 Tanzania si mchezo. Na amesema kwamba yeye bado angali anapingana na kitu ambacho kinaitwa utekaji. Ninajua kwamba hii njia ambayo tupo ya kupingana na manyanyaso ndani ya taifa letu Tanzania ni ngumu. Hii njia ambayo tumeweza kuishika kupingana na kitu ambacho kinaitwa uongozi mbaya wa Samia ni ngumu, lakini siku moja tutafika. Unajua maneno ambayo yameweza kunitia moyo ni maneno yake Askofu Gwajima. Amesema, unajua Haji, Tanzania mpya inakuja, na ameweza kuliona hilo. Mnafikiri kwamba hii Tanzania ambayo tuko ni mpya? Hapana. Tanzania mpya ya utekaji inakuja. Tanzania mpya ya kukomesha utekaji inakuja. Tanzania mpya ya kukomesha madhulumu, ya kukomesha kitu ambacho kinaitwa uongozi mbaya, udikteta unaisha, inakuja. Yaani ipo njiani inakuja. Na hao viongozi ambao wanatuongoza wakiwa wanajisikia wataondoka tu, akina Samia na huyu mtu mwenye anaitwa Mwigulu Nchemba mwenye anajisikia sana na madaraka. Sasa Gwajima alitoa mahubiri kwa mara ya mwisho katika kanisa hilo lake la Ufufuo lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam mwezi wa Juni mwaka 2025 kabla ya kanisa hilo kufungiwa na kuzingirwa na polisi. Kanisa hilo lilifunguliwa mwishoni wa mwezi Novemba mwaka jana baada ya maelekezo ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Sasa Gwajima aliweza kunukuliwa akisema hivi, unajua magumu yaliyokupata wewe Mtanzania yalikupata kwa sababu yeye Gwajima alikataa utekaji. Hayo magumu ambayo yaliwapata wa Tanzania kwa kanisa la Ufufuo kufungwa yalimpata Mtanzania kwa sababu Askofu Gwajima alisimama imara na kukataa utekaji. Sasa serikali ikaona kwamba Gwajima ni tisho kwao kwa kukataa utekaji. Mpaka leo akaeleza kwamba bado anakataa utekaji. Mungu hataki sheria, yaani nchi haitaki, dini nayo haitaki. Yaani ukiona hili taifa la Tanzania ambalo linaongozwa na Samia hataki mpaka dini. Dini haitaki utekaji. Sasa dini kikataa utekaji, Samia anaona kwamba huyu ni adui wake, na ndio maana anachukia Gwajima, na ndio maana anachukia dini ya Katoliki. Na nchi nayo ya Tanzania haitaki utekaji, alisema Gwajima akiendelea kushangilia. Lala, changamka, piga kelele. Tanzania imeandikiwa kuvuka na itavuka kwa kishindo kuliko unavyofikiria. Wanaume, changamkeni. Mimi namwamini Mungu. Usifikiri mimi nilianza kuongea tu baada ya kula pizza. Usifikiri mimi nilianza kuongea tu baada ya kuwa nimekula pilau. Niliongea kwa sababu nimesikia mahali, na nikawaongoza watu wangu kwenye kuomba siku 40, tukamwomba Bwana, na Bwana akaifanya ndoto yetu kuwa clear. Na yeyote, naongea na mtu tena, unayeshindana na sisi utakatika kiuno. Unakumbuka siku nilivyowaambia, nilikuwa nawaambia rafiki zangu, Gwajima ni hazina yenu. Ninarudia tena, yule Gwajima ni hazina yenu. Itunzeni hiyo hazina, itawasaidia wakati wa dhiki. Lakini hazina ambayo hujaijua haiwezi kukusaidia. Ukiwa na mafunguo mengi na haujui ufunguo upi unafungua kufuli lipi, huna tofauti na asiyekuwa na funguo.
Narudia tena, if you have a bunch of keys, kama una mafunguo mengi lakini hujui ufunguo upi unafungua kufuli lipi, ukaanza kujaribishia, huna tofauti na asiyekuwa na kufuli. Mungu akupe macho ya kutambua ufunguo unafungua wapi, ili uvuke kwa jina la Yesu. Mnanielewa ndugu zangu? Gwajima huyu anaipenda Tanzania, ni Mtanzania na ni mzalendo kweli kweli. Kwani mimi ningesumbuka kukemea utekaji wakati na nyumba na watoto na familia na kila kitu? Kwa nini nikemee utekaji, niingie kwenye hatari? Kwa nini nilijisumbua? Nilijisumbua kwa sababu kuna moto wa haki unawaka ndani yangu, ambao moto huu ni wa kuisaidia Tanzania na watu wake. Napiga kelele na kusema tena, Tanzania mpya inakuja. Tanzania mpya inakuja. Tanzania mpya inakuja. Mungu wetu habadiliki, habadiliki, habadiliki. Mungu wetu habadiliki milele hata milele. Askofu huyo aliendelea kuhimiza Watanzania kwamba anaamini Tanzania itavuka mapito yake kwa kishindo. Ndiyo, mimi niko na imani kwamba haya matatizo ambayo tunapitia sasa hivi, wapendwa wetu kuuliwa, wapendwa wetu kutekwa nyara na hii serikali yetu kwa sababu tunapingana na uongozi mbaya wa Samia, mateso haya yatapita na Tanzania mpya itakuja. Tanzania ambayo uko na uhuru wa kuuliza jinsi ambavyo mali yetu yanatumika. Uko na uhuru wa kuuliza jinsi ambavyo kodi yetu inavyotumika. Uko na uhuru kuweza kuuliza viongozi jinsi ambavyo wanatumia mamlaka vibaya. Sasa Gwajima ambaye alikuwa mbunge wa chama tawala nchini Tanzania alijitokeza katikati ya mwaka 2025 kuwa mpaza sauti dhidi ya matukio ya utekaji ya watu hususan walioonekana kuwa wakosoaji wa serikali. Serikali imekuwa ikijitenga na matukio hayo ya utekaji, lakini ingali inanyoshewa kidole cha lawama kwamba wao ndio wanateka wananchi. Sasa wacha nikuulize, unafikiri ni akina nani ambao watakuwa wanateka wananchi ndani ya Tanzania kama sio serikali? Kwa sababu hebu niambie, mwananchi anaambia serikali wacha kusumbua wananchi. Mwananchi anaambia serikali wacha kufanya uchaguzi usiokidhi katiba, usiofuata katiba ya Tanzania. Anapotea. Unafikiri ni viongozi wa upinzani wanawateka wananchi? Ni serikali inafanya unyama kama huo. Na ndio maana Askofu Gwajima, yeye kama kiongozi wa kanisa na aliyekuwa mbunge hapo awali, alijitokeza na kusema kwamba hapana, taifa letu la Tanzania liwezi likasonga mbele iwapo tutaendeleza udikteta wa kuteka nyara wale ambao wanapingana na serikali, wale ambao wanakosoa serikali, wale ambao wanaelekeza serikali kwamba hapa hamfanyi vizuri, hapa tunapaswa kubadilika. Hizi pesa za wananchi, za raia, kodi ya wananchi inatumika kivipi? Ndio Gwajima alisema kwamba hawezi akaacha kuzungumza kama watu wanatekwa. Alisema hayo. Ninakumbuka mwezi Julai mwaka 2025 tarehe 16, Askofu Gwajima yeye peke yake, unajua alisema aje? Unajua alikuwa mbunge wa Kawe mkoa Dar es Salaam na alikuwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi CCM. Alisema hawezi kuacha kuzungumza kama watu wanatekwa, kwa sababu serikali ilikuwa inamuandama, ila akasema kwamba yeye hawezi akatulia wananchi wakiendelea kutekwa. Na alichukua msimamo mzuri
msimamo ambao unapigiwa mfano. Gwajima aliyasema hayo kanisani akizungumza na waandishi wa habari kufuatia miezi kadhaa ya mvutano na chama chake cha siasa, tangia akemea matukio hayo mwezi Mei. Yaani unaweza ukawa wewe ni mfuasi wa chama cha CCM, lakini ukikosoa Samia na utekaji unatekwa hata wewe. Kumaanisha hata wale memba wa chama cha CCM hawako salama endapo watamwambia Samia, hapa umekosea. Hiyo si demokrasia. Iwapo mpaka viongozi wanaweza wakamwambia Samia, hapa unakosea, wanatekwa. Hiyo si demokrasia kabisa. Demokrasia ni pale ambapo wananchi, hata viongozi wanaweza wakamkosoa serikali, wanakumwambia kwamba hapa mnakosea, na anaachwa. Lakini ukikosoa serikali unapotea, hiyo si demokrasia. Huo ni udikteta. Ninashukuru sana Askofu Gwajima kwa kuendelea kusimama imara na kukosoa hii serikali, kwa kuendelea kushikilia msimamo kwamba Tanzania mpya itazaliwa. Najua Askofu Gwajima ameweza kujitokeza baada ya serikali kutoa jina lake eti kwamba wanamtafuta. Sijui wazo lako ni lipi? Endelea kusema nasi na rejea mengi tena zaidi. Mimi ni Bwana Ezra na kutakia mwaka mpya wenye fanaka, mwaka mpya wenye heri njema. Asanteni sana.